Moja kwa moja nitaanza kwa kukusogezea habari zilizopewa uzito kwenye magazeti ya leo. Nikilianza hapa na gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kubwa inasema maridhiano Zanzibar. Habari kamili inaendelea ukurasa wa pili. Habari picha hapa inamuonesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akitia saini kitabu cha wageni alipowasili kwenye makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO jijini Paris, Ufaransa jana, na kupokelewa na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Profesa Khalid El Enany aliyepo kulia. Dr. Mwigulu alikuwa mgeni rasmi katika siku ya Kiswahili duniani. Ni habari ambayo inaendelea ukurasa wa 7. Serikali yataka Sabasaba iwe kitovu cha biashara Afrika, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Habari nyingine hapa inasema Tanzania Kiswahili kiimarisha amani uchumi. Mwigulu asema ni zawadi kwa Afrika dunia, ahimiza mbinu mpya kukieneza. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Wastaafu wafundwa uwekezaji, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Mwongozo wa taarifa binafsi kuimarisha biashara EAC. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 7. Wawili jela miaka 20 kukutwa na meno ya tembo, nyama ya twiga. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Ajali ya basi yaua watu 6 Tabora, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Polisi nchi ipo salama. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Kaya zilizoacha kuitegemea TASAF juu 19%. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania kwa Jumatano ya leo. Naliangazia hapa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili la Majira inasema Balozi Nchimbi asisitiza dhamira ya Rais Samia ni kuhusu uchumi shindani wa viwanda. Safari ya kuelekea mwaka 2050, maonesho ya Sabasaba kuwa miongoni mwa maonesho makubwa duniani. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. BOT anunua dhahabu za trilioni 9.76 kwa miezi 18. Ni habari ambayo inaendelea ukurasa wa 4. Homera ashtushwa taarifa ya mchezo mchafu. Habari hii inaendelea ukurasa wa 4. Huduma, biashara na matibabu kurahisishwa nchi za EAC, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Nyansaho asifu JKT JWTZ ulinzi wa taifa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Tanzania yataka ushirikiano kimataifa kuimarisha AI, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Zaidi ya 500 wafariki kwa Ebola Kongo. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 19. Ufahamu ugonjwa wa kuganda damu kwenye mishipa, ni habari inayoendelea ukurasa wa 15 kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Naligeukia gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi kwa Jumatano ya leo. Habari kubwa hapa kwenye gazeti hili inasema BOT anunua tani 28 za dhahabu, zina thamani ya dola za Marekani bilioni 3.6, ni sawa na shilingi trilioni 9.76 za Tanzania. Gavana Tutuba auambia mkutano wa African Caucus 2026. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. TRA yawapigia saluti walipa kodi wote, ni habari inayoendelea ukurasa wa 5. Ni kwa walipa kodi kwa hiari na kuiwezesha mamlaka kuvuka lengo. Ni habari ambayo imepewa uzito hapa kwenye gazeti hili la Raia Mzalendo. Ecobank yang'ara Sabasaba ya wafunda wa jasiriamali elimu ya fedha, ni habari inayoendelea ukurasa wa 5. Mbunge Kiswaga maonesho ya Sabasaba yaanze ngazi za wilaya kabla ya kitaifa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Kilimo ekolojia cha okoa wakulima na kausha damu, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Naliangazia gazeti la Biashara Leo. Habari kubwa inasema Tanzania yang'ara mkutano wa African Caucus Gambia. Gavana Tutuba aeleza BOT
ilivyonunua tani 28 za dhahabu. Asema wafanyabiashara wa madini wanaizuia BOT dhahabu ni kutokana na kuwapa bei nzuri. Zina thamani ya shilingi za Kitanzania trilioni 9.7. Habari kamili inaendelea ukurasa wa pili. Ecobank yazidi kung'ara maonesho ya Sabasaba ya wafunda mamia ya wajasiriamali kuhusu elimu ya fedha. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Kiongozi wa wafanyabiashara Arusha awaongoza TRA kumwombea Rais Samia ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Wajasiriamali wavutiwa na TBS elimu uthibitishaji bidhaa Sabasaba ni habari inayoendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Biashara Leo. Naligeukia gazeti hili la Mwananchi Huru Tanzania. Habari kubwa inasema mkutano TRA wasimama kumwombea Rais Samia. Mamlaka hiyo imeanza kutekeleza maagizo yake kwa kasi. Jumuiya ya wafanyabiashara wa Tanzania yampongeza. Yasema kwa kipindi kifupi tu amefanya mambo makubwa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5. Ecobank yatoa elimu ya huduma za kifedha Sabasaba ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. WRRB yatangaza fursa mpya kwa wafugaji. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5. Gavana BOT Tutuba aunguruma Gambia asema Tanzania ina dhahabu za trilioni 9.7. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. TBS yatoa elimu ya uthibitishaji bidhaa Sabasaba ni habari inayoendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Mwananchi Huru Tanzania. Naliangazia gazeti la Mtanzania Leo, kazi ni kipaumbele chetu. Masazi Vinalo anasema dada Salome, mambo za kupotea. Mambo ni poa kabisa Masazi, nimefurahi sana kuona ujumbe wako. A long time no see, lakini Mungu ni nani? Ametukutanisha tena hapa. Ndiyo, naligeukia gazeti la Mtanzania Leo, hili linasema TRA yaanza kutekeleza maagizo ya Rais Samia, wakutana Arusha kufanya tathmini, waweka mikakati Arusha, wasifu utulivu katika kodi. Mkutano wasimama kuwashukuru walipa kodi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Gavana BOT aunguruma mkutano wa Gambia, asema Tanzania imenunua na kuhifadhi dhahabu tani 28. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Ecobank yatoa elimu ya huduma za kifedha Sabasaba ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Filamu za Tanzania kuoneshwa kwenye TV za Ufaransa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Mtanzania Leo, kazi ni kipaumbele chetu. Naligeukia gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Habari kubwa inasema Dr. Nchimbi asisitiza matumizi ya nembo bidhaa za Tanzania, asema neno made in Tanzania linaongeza thamani. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. NIRC katika mkakati wa kuchimba visima mikoa yenye ukame, atengeneza mkakati wa kusafirisha mitambo ya visima virefu nchi nzima. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Ajali yaua watu 5 mkoani Tabora ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. PPAA yashughulikia rufaa 58 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Yaiwezesha serikali kupata thamani halisi ya fedha. Wadau ununuzi wa umma 2600 wafikiwa mafunzo matumaini ya moduli. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5. Sheria ya maadili yatakiwa kugusa kada zote nyeti zinazotoa maamuzi muhimu ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Dr. Mwigulu, tutafute mbinu mpya kukieneza Kiswahili. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Na aliweka kando gazeti la Taifa Tanzania na aliangazia gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Habari kubwa kwenye gazeti hili inasema BOT anunua dhahabu za trilioni 9.76.
Gavana Tutuba asema Benki Kuu imenunua na kuhifadhi takriban tani 28 za dhahabu, ikiwa ni mkakati wa serikali wa kuimarisha akiba ya fedha za kigeni, thamani ya shilingi, uthabiti wa sekta ya fedha na ukuaji wa uchumi. Aeleza mpango huo wa kununua dhahabu si tu kwamba umeiwezesha nchi kuhifadhi dhahabu kama mbadala wa kutunza fedha za kigeni, lakini pia umeongeza urasimishaji kwenye sekta ya madini na ujumuishi wa kifedha kwa wauza madini. Afafanua jinsi wachimbaji wadogo, ambapo Benki Kuu imewezesha makundi hayo kufungua zaidi ya akaunti 4,000 katika taasisi mbalimbali za fedha, hususan bank. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Mchome, Heche atupishe uchunguzi ufanyike, atuhumiwa kukwapua mamilioni ya michongo mbalimbali ya Chadema. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Habari hii imeambatana na habari picha ikimuonesha mwenyekiti Chadema wilaya ya Mwanga, Lembrus Mchome, pamoja na makamu mwenyekiti Chadema Taifa, John Heche. RC Chalamila Dani tulivu salama, atembelea maonesho ya Sabasaba, usalama waimarishwa kila kona. Asema kutokana na mwitikio mkubwa wa wananchi, mkoa unatafakari uwezekano wa kuongeza siku za maonesho. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Maridhiano ya kisiasa Zanzibar kuingia hatua mpya ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Aweso ziarani Afrika Kusini kusaka suluhisho upotevu wa maji. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Waziri Homera azindua zahanati ya milioni 265 Rukwa ni habari inayoendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Na ligeukia hapa gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Habari kubwa inasema maumivu, biashara za tikiswa, Tanzania ikisimama kwa tahadhari lakini nchi iko shwari na salama. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. TANAPA kiti moto ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Wabunge wa Toro ngoma nzito. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Chuo utumishi chaonesha matumaini ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Maridhiano sasa yaiva. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Ninavyoijua bandari ya Dar es Salaam ni makala ambayo utaisoma ukurasa wa 10 kwenye gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Naliangazia gazeti la Mwananchi Tanzania kwa Jumatano ya leo. Gazeti hili la Mwananchi linasema ulinzi kila kona, amani ya tawala, wananchi wengi watulia majumbani, askari watanda kuimarisha ulinzi. Sabasaba biashara chache zaendelea. Kamanda Muliro azungumzia ulinzi, wachumi watoa angalizo kibiashara. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 na wa 3. Mbinu vyama vya siasa kukabiliana na zuio la mikutano. Siku 12 tangu serikali isimamishe mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa, wataalamu wameonya kusubiri zuio liondolewe kunaweza kusababisha ... Habari inaendelea ukurasa wa 5 kwenye gazeti la Mwananchi. Mtoto alivyokatisha uhai wa mama kisa mihogo ya kuchoma ni habari inaendelea ukurasa wa 4. Fedha za vyama zinavyowang'oa vigogo wa upinzani. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 10. Ukurasa mpya Zanzibar, Mwinyi Othman watoa mwelekeo mpya wa kisiasa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 16. Ajali ya basi ya ua 6 ya jeruhi 11 ni habari inayoendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Naligeukia gazeti la Mwanahabari, gazeti bora hili linasema Heche akalia kutikavu Chadema ni sakata la wizi wa fedha za michango mbalimbali na matumizi mabaya ya madaraka. Watajwa baadhi ya wafanyabiashara kuhusika kumfadhili Heche. Mchome aomba chama kimsimamishe kupisha uchunguzi dhidi yake. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Hali ni shwari, RC Chalamila asema Dani tulivu na salama, atembelea maonesho ya Sabasaba. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Tanzania Qatar kuendelea kushirikiana kufungua fursa za ajira kwa vijana ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Viongozi wa vijiji waonywa kujihusisha na uuzaji ardhi kiholela. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Dr. Mwigulu kuna haja ya kutafuta mbinu mpya za kukieneza Kiswahili ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Kiliba awashukia wanaharakati ahoji mnataka serikali ifanye nini zaidi. Habari inaendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Mwanahabari,
gazeti bora. Yes, pale mjini YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Yes, piga kura yako hapo. Swali la leo linauliza kwamba usajili unaoendelea wa msimu huu ni usajili wa timu gani ambao unakuvutia zaidi? Piga kura yako hapo, alafu mwisho wa kipindi tutapita na matokeo. Naliangazia gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Habari kubwa inasema Dr. Mwinyi kushuhudia utiaji saini maridhiano. Hemede aagiza matumizi ya mifumo ukusanyaji mapato Jozani. Habari inaendelea ukurasa wa pili. Serikali kukiendeleza Kiswahili duniani. Dr. Pembe ni habari inayoendelea ukurasa wa pili. Mkutano wa NATO waanza Uturuki. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 9. Tamasha la data kuipaisha Zanzibar kwenye tehama ni habari inayoendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Gazeti la Zanzibar Leo linanipa fursa ya kupata mapumziko.